Msifikiri ya kwamba kuambia muhame hapa mnachukiwa, hapana. Tunafanya hivyo kuokoa maisha ya kwenu. Kama ingekuwa ni sehemu salama, tusingekuwa na muda wa kuhangaika kuja kwenu. Sehemu hii sio salama. Wewe mwenyewe unaona upande wa pili tu pale. Kwa hapa mvua ikiongezeka kidogo tu, hao mapacha wangu au unawapoteza. Kweli. Jambo ambalo sio jema. Mwambie baba apambane. Maisha yote tunapambana, sawa? Si sehemu salama. Na hii sehemu zote nyumba zaidi ya 36 natakiwa kuondoka. Kwa akija leo mwambie Makonda amekuja hapa, tunatakiwa kufanya nini? Kuondoka. Mimi nataka nione mnaendelea kumpigia kula rais wangu, lakini sio kuona amepoteza maisha kwenye mazingira. Kwa akija mzee mpe taarifa. Na barua anayo, anajua tu mume wako hataki kukwambia. Na ndio maana wengine wote wa hapa jirani zako wameshakimbia. Hao ndio wanapata mabwepande, sisi tuliambiwa tutapewa, tukae tutulie tutapewa. Mwambie kesho aende nani kwa mkuu wa wilaya. Kwa mkuu wa wilaya. Sasa. Waangalie jina lake liko wapi, kama anastahili kupata mabwepande watamsaidia kupata. Lakini hapa maisha hayapo tena. Hii ni sehemu ya mkondo wa maji, sawa mama? Sawa. Hii nyumba ilijenga lini? Hii nyumba tumejenga toka mpaka sasa hivi tuna miaka 8. Miaka 8. Wakati wanakuja kuthaminisha, wakati ile naikewa X ulikuwa hapo? Tulikuwepo. Wakasemaje? Wakati wanaika X ndio aliweka bonde zima. Waleka je bonde zima alafu wakakuruka? Wameweka kote lakini hawajatuambia chochote. Ikawaje wakati wenzao wanapewa mabwepande? Waliopewa mabwepande walitushauri, walituambiaje wale wenye nyumba ambao zimebomoka walolala shule. Wakatuambia mje kulala shule wenye nyumba zilizobomoka ndio mtapewa mabwepande. Ndio wamepewa mabwepande. Sisi ambao wenye nyumba nzima safisheni muendelee kuishi, ila endapo itatokea tena viwanja vingine tutawaita mtapewa. Cha kwanza mimi nimefurahi kuwaona. Sasa naweza kuwa na mambo mawili. Moja, maelekezo ya mkoa. Lakini ya pili ni maisha yangu na nyinyi ambao leo tumekutana. Kwa naomba kila mmoja atusaidie kusikilizana ili tuweze kupata kuelewana. La kwanza ni kwamba tumeshafika muda mrefu. Tumekutana na watu wengi. Inawezekana hujapata nafasi wewe ya kuongea, lakini wenzako wamekuwakilisha. Na vijana wenzangu walivyoniambia twende mkuu tukaangalie na huku juu pamekaaje. Ndio watu tumekuja tunakimbia kidogo mtuie lazi wala ambavyo pumzi zenu wenye mapafu ya feni zimeshindwa kufunguka vizuri. Lakini nitaka tu kuona na huku pamekaaje. Hasa la kwanza katika ngazi ya mkoa, kulingana na utabiri wa hali ya hewa, mvua zipo kati ya milimita 30 mpaka 33. Na zikiendelea kuongezeka kufika mpaka 50 milimita, maana yake hali itakuwa ni mbaya zaidi. Waswahili wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Mambo matatu nimeyasema. La kwanza, kwenye huu mto wetu Msimbazi ambao kwa kiwango fulani maji yanachangiwa na kutoka maeneo mbalimbali ikiwemo na Kisarawe, yanakuja kwenye huu mto ambao ni mto wetu mkubwa unaenda mpaka Jangwani moja kwa moja mpaka baharini. Sisi upande wa serikali chini ya rais wetu Magufuli tunategemea kuwa na fedha za World Bank ambao huu mmojawapo ya mto utakaotengenezwa ili kutengeneza mazingira ambavyo maji yatapita bila kuwa na madhara yoyote yale. Sasa hivi tuko kwenye majadiliano ya kuchukua fedha ya baadhi ya watu kuwalipa fidia ili waweze kutoka na kuruhusu ujenzi na ukarabati wa mto wetu mkubwa tuliokuwa nao. Lakini la pili ni tabia zetu sisi wenyewe kuwa chanzo cha matatizo tulionayo. Haya tunayoyaona leo ni matokeo ya tabia mbaya za sisi binadamu. Moja, tunaambiwa tusijenge kwenye maeneo ya bonde, tunajenga. La pili, tunaambiwa tuhakikishe kwenye mito hatuharibu njia zinazopeleka maji, sisi tunafunga ile mito na kujenga. Hizi tabia zetu pamoja na tabia ya uchafu ndio maana mto wetu umefurika mifuko, umefurika makopo, umefurika kila aina ghasia. Na hata hii miundombinu inayotengenezwa na serikali yetu chini ya rais wetu Magufuli itazidi kuharibika endapo sisi wanadamu hatutaki kubadilika. Mathalani, kuna watu wameamua kujenga
Ukiwauliza wazee wetu waliotangulia miaka 90 watakwambia mtu ulikuwa unapita hapa. Lakini sasa hivi kuna nyumba ya mtu. Na yeye anatuna, anataka alipo fidia. Huyo halipwi hata siku moja. Lazima sisi wenyewe tuwe sehemu ya kuhakikisha tunalinda haya maeneo. Sasa kupitia hapa niwaambie tu wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, yoyote yule ambaye amejenga kwenye mto, yoyote yule ambaye amejenga nyumba yake au ukuta kwenye mfereji, yoyote yule ambaye amekuwa chanzo cha kuhakikisha kwamba maji hayapiti, manispaa zote chini ya wakuu wa wilaya ambao ni wenyekiti wa kamati za maafa wabainishe haraka hizo nyumba na zibomolewe bila fidia. Mnamshukuru Mungu kwa sababu Rais Magufuli alinipa mimi huu mkoa, na mimi namshukuru Mungu kwa sababu sio mwanasiasa anayetafuta sifa za kijinga. Hatuwezi kuendelea kuleta maafa kwa mikono yetu sisi wenyewe. Nimepita nyumba nimeikuta pale wamejenga kabisa na wana raha zote. Alafu akipita wanaanza kusema oh, serikali ya wapi hiyo? La tatu, nimeongea na wazee wangu na ndugu zangu kule. Nimewaambia hakikisheni nyinyi wenyewe mnakuwa walinzi wa taratibu, sheria na kanuni za mitaa yetu. Haiwezekani tunamwona mtu anajenga kwenye mto, bado tunaendelea kumwangalia tangu anaanza kuchimba msingi mpaka anakamilisha msingi, anaweka nyumba, anaweka bati, anahamia. Afu mvua ikija ndio wote tunajitokeza. Lakini kwa sababu yamewakuta wote, serikali jamani, serikali. Lazima tujipange kabla ya madhara. Waswahili wasema kinga ni bora kuliko tiba. La 4, kuna nyumba 36 zinaanza kubomolewa kesho. Nyumba hizo Dar es Salaam oye! Nyumba hizo zimegawanyika kwenye makundi matatu. Kundi la kwanza wameshalipwa, na kwa sababu wao wana akili nyingi wakawapangisha watu kwa bei nafuu ili wale watu waliopangishwa wafe, wao wanakula hela zao. Kwa wamepangisha watu, wao wameondoka. La pili, kuna watu wameshapewa maeneo Mabwepande, wamefanya mambo mawili au moja, wameuza kule Mabwepande wakarudi. Haya, au wameenda kule Mabwepande wamejenga makazi yao alafu huku wakaweka wapangaji. Kundi la tatu, kuna wale bado hawajapata. Kwa hiyo wale watu wote sasa nafikiri tumeelewana na watakia siku njema. Mheshimiwa bado kuna hoja moja. Mama ana haki ya kuongea tena sana. Sio kwenye microphone. Mama namna TV huyu. Sogea huku. Kwangu hapa. Sogea tena. Haya. Tusikizane, mimi ndio naongea. Kwa hiyo kilichopo hapa katika haya makundi yote matatu, kundi ambalo limeshalipwa au kundi ambalo limeshapewa eneo ya fidia. Na hii fidia naomba mnielewe vizuri. Fidia hii sio malipo ya watu waliokaa kwenye bonde wamejenga kwa kujitakia wenyewe alafu akategemea serikali iwape. Jamani, hakuna hela.
Mna bahati nzuri sana mwaka huu watu wote wananyoosha maneno. Kama ni jiwe linapigwa jiwe hilo. Mambo ya kulifika kwenye jiwe unaanza kupapasa hakuna. Kama wewe unajua ulikiuka taratibu, ukajenga kwenye mabonde, tangu enzi zile za kila mzee Makamba wanasema mtoke, hawataki. Watu wanapelekwa pahala wanarudi. Wewe rafiki yangu, sahau tu. Lakini serikali hii kwa kuona umuhimu, kuna watu wengine walidanganywa na watendaji wetu sisi wenyewe. Wakawatengenezea utaratibu, wakawapa na wengine na hati. Hao serikali itawatafutia maeneo. Kwa sababu sio kosa lao. Walifuata taratibu vizuri, kumbe tukawa na vijanja hapa katikati vinatengeneza mambo, mwisho wa siku tunaumia pasipokuwa na sababu. Hao serikali yangu itahangaika kutafuta nini? Maeneo. Ili at least mpate sehemu ya kwenda kukaa, sehemu salama. Lakini wale ambao wamelipwa, wale ambao wameshapewa maeneo ya mabwepande, ninawaomba leo wafungashe vilago vyao. Kesho na kuendelea, mkurugenzi na mkuu wa wilaya na timu yake, kwa sababu wanazijua zile nyumba 30 na ngapi? 6. Watakuja kuziondoa. La mwisho katika hilo, wale ambao wanajua ya kwamba hawajapata maeneo ya fidia katika zile nyumba 36, narudia tena, katika nyumba 30 na ngapi? 6. Kesho saa 4 kamili nendeni kwa mkuu wa wilaya wa Ilala, mtamkuta dasi wa Ilala ambaye yuko hapa nyuma yangu. Huyu hapa. Nyosha mkono kuone. Nipo. Nimewasalimia kabla. Kwa hiyo mtaenda, mtamuona, atapitia kuona kama mpo na kile mnachostahili kupata mtafanya nini? La mwisho, ninawaomba sana. Hatuna sababu ya kuvutana kwa usalama wetu sisi wenyewe. Haya ni maisha yetu sisi. Kuna watu wamechimba vyoo kwenye mito, wanatuletea kipindupindu bure. Kuna watu madampo yao ndio wameyafanya mito. Kisa mko jirani na mto, mnatupa kila aina uchafu. Ninaombeni sana, kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake. Ukimwona jirani yako anajenga kwenye mto, hakikisha unakuwa sehemu ya kumzuia au kutoa taarifa kwa mamlaka husika ili asije kuharibu mazingira yetu. Sambamba na hilo, vijana wenzangu, najua tunahangaika kutafuta maisha, lakini ni marufuku kuchimba mchanga kwenye mto. Sisi ndio tunazidi kuipanua mito yetu, na mwisho wa siku hata madaraja tunayojenga yanakuwa madogo, mdomo unakuwa mdogo wa kupitisha maji, daraja linaondoka kwa sababu mto umepanuliwa kwa shughuli za uchimbaji wa nini? Wa mchanga. Na kwa taarifa yenu, tukiongeza gharama ya ujenzi wa madaraja na mito kwa shughuli zetu sisi wenyewe, tunajinyima fedha ya kwenda kwenye matibabu. Pesa ni ile ile. Kodi inayokusanywa kwa ajili ya maisha yetu ni hiyo hiyo. Sasa kodi hiyo unataka iende kwenye daraja uliosababisha wewe mwenyewe kuharibu. Afu kenda hospitali ukikosa dawa unapiga kelele wewe mwenyewe. Kwa nini usilinde daraja na mto? Ili pesa isitumike nyingi kujenga mto na daraja. Pesa hiyo ikienda kwenye matibabu. Si kama mnanielewa vizuri. Msitegemee hela ya kujenga madaraja na mito inatoka huko mbinguni na dondoka. Mbingu hakuna benki. Pesa ni kodi zetu sisi wenyewe. Hata hizi fedha tunasema tunatoa World Bank ni mkopo, tutaulipa. Hasa lazima kila mmoja aone uchungu wa kulinda mazingira haya ili tusije tukaendelea kutumia gharama kubwa kujenga miundombinu ambayo kumbe tusingeijenga na pesa ile ingeenda sehemu nyingine.